Spika Kalibaf anasema Iran inamrudisha nyuma adui kupitia umoja wa kitaifa. Mohammad Baghir Kalibaf, spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, amesema kuwa Iran kupitia umoja wa kitaifa inamrudisha nyuma adui katika vita vinavyoacha historia. Spika Kalibaf alieleza hayo katika jitihada za upatanishi za Pakistan zikiendelea na kuzielekeza Tehran na Washington kwenye kukamilisha hati ya mapatano yenye lengo la kuhitimisha hujuma haramu ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Anasema, tunamrudisha nyuma adui katika vita vikubwa na vya kihistoria. Kama kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu alivyosisitiza, jambo muhimu zaidi katika ushindi kwenye vita hivi ni mshikamano na umoja wa wananchi, amesema spika wa bunge la Iran. Ameongeza kuwa jambo lililomrudisha nyuma adui sambamba na nguvu za jeshi na utayarifu wa kulinda na kuihami nchi na vikosi vya ulinzi ni uimara na umoja wa wananchi mbele ya adui mkubwa. Siri hii ya ushindi lazima ilindwe. Mohammad Baghir Kalibaf pia amemshukuru kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei kwa ujumbe wake wa kistratejia na wa kutia moyo kwa wabunge wa Iran, akisema utatumika kama ramani ya bunge na mwanga wa uongozi wa siku zijazo. Wakati huo huo, Kalibaf ameonya kuhusu chokochoko za adui za kutaka kuzusha itilafu miongoni mwa wananchi wa Iran kupitia mashinikizo ya kiuchumi na kupotosha vyombo vya habari ili kufidia kushindwa kwake kijeshi na kuilazimisha Jamhuri ya Kiislamu isalimu amri. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kuwa Umoja wa Ulaya unapaswa kuzingatia kanuni ya utawala wa sheria na hati ya Umoja wa Mataifa ambazo unadai kufungamana nazo. Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, amejibu taarifa msemaji wa Umoja wa Ulaya inayokosoa hatua za Iran katika kujilinda dhidi ya mashambulizi ya kichokozi ya Marekani na utawala ghasibu wa Israeli na kusema umoja huo unapaswa kuheshimu kanuni ya utawala wa sheria na hati ya Umoja wa Mataifa ambazo umekuwa ukidai kuzilinda wakati wote na kujiepusha na siasa za kumfurahisha mchokozi na kukemea pande zinazojitetea dhidi ya wachokozi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kuwa tamko la Umoja wa Ulaya la kuilani Iran kwa kutumia haki yake halali ya kujilinda dhidi ya mashambulio haramu ya Marekani kutokea moja ya nchi jirani kusini mwa Ghuba ya Uajemi ni mfano wa wazi wa unafiki, siasa za undumakuwili na kutowajibika kisheria. Amesisitiza kuwa hatua ya Iran ya kulenga vituo na suhula zinazotumika kwa ajili ya uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran ni hatua ya kisheria inayotekelezwa katika fremu ya haki ya kujilinda. Ameongeza kuwa mataifa yana wajibu wa kisheria wa kuzuia wavamizi kutumia ardhi na suhula zao kushambulia nchi nyingine. Katika taarifa yake, Umoja wa Ulaya umelaani jibu madhubuti la Iran mkabala wa uchokozi uliofanywa hivi karibuni na Marekani kutokea Kuwait na kuzitaka pande zote eti ziheshimu kikamilifu sheria za kimataifa. Taarifa hiyo imedai kwamba Umoja wa Ulaya utaendelea kuunga mkono juhudi zote za kupunguza mivutano na kuunga mkono utatuzi wa kudumu wa vita kati ya Marekani, utawala wa Kizayuni na Iran. Kwa nini Donald Trump anatapatapa kati ya vitisho na makubaliano? CNN imesema kwenye ripoti kwamba serikali ya Marekani huchanganyikiwa linapokuja suala la nyuklia la Iran. Katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita, Rais Donald Trump wa Marekani amebadilisha misimamo yake mara kadhaa kuhusu hatima ya hifadhi ya urani iliyorutubishwa ya Iran. Siku moja anadai kuwa haina maana na kusema ufuatiliaji wa satellite unatosha. Ya pili anazungumzia kuihamishia Marekani. Muda mfupi baadaye anaashiria fikra ya kuzika na kuifungia, na hatimaye anasisitiza juu ya kuiharibu au kuiondoa nchini Iran. Migongano hii ya wazi haipaswi kubanwa tu katika shaksia isiyotabirika ya Trump. Kuchanganyikiwa huku kwa Washington kabla jambo lolote lile unaakisi taswira ya mkwamo wa kimkakati wa Marekani baada ya vita vyake vya kichokozi vya siku 40 dhidi ya Iran, vita ambavyo kinyume na mahesabu ya awali ya White House na Tel Aviv havikupelekea kusambaratika kwa nguvu ya kijeshi ya Iran, kuvuruga miundo ya kistratejia ya Jamhuri ya Kiislamu, wala kuilazimisha Teherani ikubali masharti ya kibabe ya Marekani. Trump na watu wanaomzunguka walidhani kuwa licha ya kushindwa kufikia malengo yao makuu ya uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran, wangeweza kupitia mseto wa mashinikizo ya kijeshi, kiuchumi na kisaikolojia kuiweka Iran katika hali ambayo ingeibana na kuilazimisha ikubali masharti yao ya kijuba ili kumaliza mgogoro uliopo, ikiwa ni pamoja na kukubali vikwazo vikali vya nyuklia, kufuta mpango wake wa makombora na hata kufafanua upya nafasi yake katika eneo. Pamoja na hayo, mpango wake wa makombora na hata kufafanua upya nafasi yao katika eneo. Pamoja na hayo, lakini kile kilichotokea ni tofauti kabisa na matarajio hayo. Si tu kwamba Iran imeweza kudumisha uwezo wa kijeshi na miundombinu yake, bali kwa kulenga vituo vya Marekani katika eneo na kudumisha mshikamano wa ndani, imetuma ujumbe wa wazi
kwamba gharama ya vita vyovyote vile itazidi makadirio ya awali ya Washington. Trump sasa anakabiliwa na hali ya kukatisha tamaa. Anahitaji kubuni mafanikio ya kisiasa kwa sababu rais ambaye alianzisha vita kwa kauli mbiu ya kuishinda haraka Iran sasa analazimika kuthibitisha na kuonyesha hadharani wa Marekani na washirika wake wa kieneo mafanikio hayo. Suala la urani iliyorutubishwa ya Iran limegeuka kuwa nembo muhimu katika muktadha huo, nembo ambayo ikulu ya Marekani inajaribu kuiwasilisha kama fursa iliyopokonywa Iran. Lakini hali halisi ya mambo kwenye medani na masuala ya kiufundi yameifunga mikono ya Trump. Baada ya miaka mingi vikwazo, mauaji ya kigaidi dhidi ya wanasayansi wa nyuklia, wasomi na viongozi wa kisiasa, vitendo vya uharibifu na mashinikizo ya kisiasa, Iran sio tu imehifadhi teknolojia yake ya nyuklia, bali pia imeweza kuimarisha mzunguko wa teknolojia hiyo ndani ya nchi. Hili limezifanya baadhi ya taasisi za usalama za Marekani kuwa na wasiwasi na mbinu hizo za kipropaganda. Misimamo inayogongana ya Trump kuhusu hatima ya urani iliyorutubishwa ya Iran pia inatokana na hali hii ya kukata tamaa anaposema kuwa urani hii haina umuhimu wowote. Kwa hakika anaashiria ukweli wa kiufundi. Kuwa na akiba urani hakumaanishi uwezo kutengeneza haraka silaha za nyuklia, kwa sababu habari za kiusalama na satellite zinaweza kufuatilia kwa karibu shughuli zinazofanyika katika uwanja huo. Lakini anapozungumzia kuhamishwa au kuharibiwa hifadhi ya urani, anajibu hitajio lake la kisiasa la angalau kuonyesha ushindi wa kimaonyesho dhidi ya Iran. Mgongano huu unathibitisha wazi kuwepo itilafu ndani ya serikali ya Marekani. Baadhi ya timu ya Trump, ikiwa ni pamoja na maafisa kama vile Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje, na Scott Bessent, waziri wa fedha, wanaendelea kusisitiza juu ya sera ya mashinikizo na kupata fursa zaidi kutoka kwa Iran. Wanaamini kwamba kutohamishwa akiba ya urani kutoka Iran kutakuwa na maana ya kushindwa kwingine kwa Marekani baada ya vita. Lakini katika upande wa pili, kuna mrengo unaozingatia zaidi uhalisia wa mambo, unaoona kwamba baada ya vita Iran sio Iran ya kabla ya vita, na kwamba Teherani haiko katika nafasi dhaifu ya kukubali masharti yanayotolewa na Marekani. Muhimu zaidi ni kuwa Marekani sasa inakabiliwa na changamoto za kijiopolitiki. Washington inakabiliwa na mashindano ya wakati mmoja ya China na Russia, na haina uwezo wa kuingia katika mzozo mpya kuchosha Asia Magharibi. Mbali na hayo, uzoefu mchungu wa Iraq na Afghanistan bado ni mpya katika kumbukumbu ya kimkakati ya Marekani. Jaribio lolote la kuzidisha mzozo na Iran linaweza kuisababishia Marekani na washirika wake gharama zisizotabirika za kiuchumi na kiusalama. Kwa kuzingatia ukweli huu, kile ambacho CNN inakiita kuchanganyikiwa kwa kweli ni dalili ya tatizo kubwa zaidi, ambalo ni Washington kutokuwa na uwezo wa kubadilisha ubabe wake wa kijeshi kuwa faida ya kisiasa. Baada ya vita vya siku 40, Trump ameshindwa kuilazimisha Iran irudi nyuma kimkakati, wala hajaweza kuwasilisha mfumo wa wazi wa makubaliano na Iran baada ya vita. Sasa amenasa kati ya chaguzi mbili kuu: ima kufikia makubaliano halisi ambayo yanaweza kuwa chini ya matarajio ya awali ya Marekani, au kuendeleza mashinikizo ambayo yanaweza kupelekea kushindwa kwingine kidiplomasia. Kwa mtazamo huu, kuchanganyikiwa Trump juu ya swala la nyuklia la Iran hakutokani na mvurugiko wa kisiasa, bali ni dhihirisho la pengo kubwa lililopo kati ya matarajio ya kijiopolitiki ya Marekani na ukweli halisi wa nguvu ya Iran. Uwanjani, Washington bado inataka kufikia makubaliano ambayo itayachukulia kama ushindi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba baada ya vita Iran imethibitisha wazi kuliko wakati mwingine wowote kwamba haiko tayari kubadilishana na hasimu wake usalama na uwezo wake wa kimkakati na makubaliano yasiyoendelevu na dhaifu. Hayo yakiendelea, ikiwa ni katika mwendelezo wa ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji vita na mashambulizi ya utawala wa Israeli dhidi ya miji na vijiji vya kusini mwa Lebanon yaliyotekelezwa zaidi ya mara 36 mchana na Jumapili usiku. Watu 12 wameuawa shahidi na wengine 35 kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo ya jinai. Hii ni taarifa kutoka huko Lebanon. Je, ni vipi Ulaya imekuwa mshirika wa jinai za utawala wa Kizayuni? Jürgen Todenhofer, mwanasiasa na mjumbe wa zamani wa bunge la Ujerumani, amesema Umoja wa Ulaya na serikali ya Ujerumani zinahusika moja kwa moja katika maangamizi makubwa ya watu wa Palestina. Todenhofer anaochukulia Umoja wa Ulaya kuwa mshirika wa ugaidi wa kimfumo. Todenhofer anaochukulia Umoja wa Ulaya kuwa mshirika wa ugaidi wa kimfumo wa walowezi wa Israeli, katika hali ambayo ushahidi zaidi unachapishwa kila siku kuhusu kuongezeka ghasia na vitendo vya mabavu vya walowezi wa Kizayuni dhidi ya Palestina huko Gaza, Ukingo wa Magharibi na Quds Mashariki. Vurugu ambazo licha ya kulaaniwa kwa maneno zinaendelea bila kufungamana na gharama zozote za kisiasa kwa wahusika wake. Waangalizi wengi wa kimataifa wanazungumzia mradi ambao unalenga kubadilisha hatua kwa hatua jiografia na idadi ya watu wa Palestina
Mauaji ya halaiki ya Palestina baada ya Oktoba 2023 ni sehemu moja tu ya mradi huu wa kigaidi, katika hali ambayo ukanda wa Gaza umegeuzwa kuwa ardhi iliyoteketezwa. Ukingo wa Magharibi pia umeshuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni wenye itikadi kali, unyakuzi wa ardhi, bomoaji wa nyumba na vizingiti chungu nzima katika maisha ya Palestina. Kwa kuzingatia hali hiyo, taarifa ya Todenhofer imepewa umuhimu maalum. Tofauti na walivyo wanasiasa wengi wa Ulaya, haielekezi kidole cha lawama kwa Tel Aviv pekee, bali pia inaangazia nafasi ya serikali za Magharibi katika kuendeleza jinai hii. Kwa maoni yake, swala si vitendo vya walowezi wa serikali ya Benjamin Netanyahu tu, bali pia ni kimya na kutochukua hatua serikali zinazodai kuwa wamebeba bendera ya kutetea haki za binadamu na utekelezaji wa sheria za kimataifa ulimwenguni. Ukweli ni kwamba Umoja wa Ulaya hauna misimamo ya wazi ya kisheria na kisiasa kuhusu ujenzi wa vitongoji vya walowezi wa Kizayuni katika ardhi za Palestina. Shukran kwa Babe Ukivita. Mimi The Rich Voice.